Jordan anamsaidia Irani kuua askari wa Marekani. Haya ndio yale usiyojua, nami nataka nikujuze kupitia channel yetu pendwa ya Ukuu wa Mwafrika, na leo nipo hapa na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Jina langu naitwa Niko. Twende pamoja. Mwalimu. Naam. Karibu sana. Asante sana. Wanakuita teacher wa matichi, una teach paka maticha. Hiyo ni ya kwako. Hiyo ni ya kwako. Anyway, mimi ni mchambuzi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa, masuala ya migogoro inayoendelea duniani. Kwa hiyo ni hivyo. Kuhusiana na hili jambo ambalo tunasikia kwamba Jordan, nchi ya Jordan inamsaidia Irani kuwapiga askari wa Marekani. Hii imekaaje kwanza? Hiyo ni taarifa ipo, kama unavyojua kuwa kwa sasa vita viko tu pale Irani. Maana Irani yeye ameamua kusambaza moto kwa mataifa mengine ambayo ni washirika wa Marekani. Kwa hiyo tumeona mashambulizi ambayo Marekani ameyafanya ndani ya Irani, kama ambavyo nimekuwa nikiongea siku zote katika chambuzi zangu kuwa malengo ya Marekani yaliyompeleka pale yamefeli, ila isipokuwa Irani wamefaulu sana kubadilisha malengo ya Marekani na kumpeleka kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo kuanzia pale sasa basi ndivyo hivyo. Kwa hiyo yeye ambacho Irani amekuwa akifanya ni kushambulia yale mataifa ambayo ni washirika wa Marekani. Washirika wa Marekani Mashariki ya Kati, kuna mataifa yako kwenye Ghuba ya Uajemi, lakini kuna Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hiyo sasa mfano ukiangalia pale kwenye hii nchi ya Jordan ambayo unaisema, kuna taarifa sasa zimetoka kuwa Irani anapewa taarifa na Jordan wenyewe, kwa maana kwa ni kama Jordan yani kama hawataki hivi yani Marekani aendelee, kwa sababu kadiri uwepo wa Marekani unavyoendelea kuwa Jordan ndivyo ambavyo Jordan inaendelea kugongwa vile vile. Mfano nikupe mfano mmoja, wakati ambapo Marekani ameanza kulipua miundombinu ndani ya Irani, kaanza kupiga madaraja, basi wakamwambia Bahrain, kuna daraja linalounganisha kutoka Bahrain kwenda Saudi Arabia, inajulikana kama King Fahad, hilo daraja. Kwa wakamwambia Bahrain, uchague moja, waondoe wa Marekani au sisi tulipue hilo daraja. Kwa hiyo mambo yamekaa katika namna hiyo. Kwa hizi ni taarifa ambazo zimetoka tena kuwa maana hii ni baada ya askari watatu wa Marekani kuuawa kwenye shambulio ambalo Irani walilifanya kupitia makombora ya ballistic. Na makombora ya ballistic yakaenda kupiga kuna kambi iko pale ya Marekani. By the way, labda watu waelewe kitu kimoja. Sikana kwamba Marekani ana kambi yeye kama kambi pale, ni wanashirikiana na jeshi hili la Jordan. Kwa hiyo ndo maana iko pale. Kwa Mwafrika Salt Air Base ndo iko pale, na ndiko nyumbani kwa ndege nyingi sana ambazo ni ndege za Marekani. Yani ile CENTCOM wanatumia pale ile kambi ya jeshi ya Mwafrika Salt Air Base wanatumia hasa kwa operesheni zao za anga, yani mashambulizi ya anga. Kwa hiyo hilo limekaa katika namna hiyo. Moja kati ya kitu ambacho kinaniumiza kichwa, Marekani anaishambulia Irani, na Irani ni nchi ambayo inaongozwa kwa misingi ya kidini ya Kiislamu. Ni kwa nini mataifa ya Kiarabu ambayo yanaongozwa kwa misingi ya kidini ya Kiislamu hayajasimama pamoja na Irani ili kuweza kumsaidia? Je, Marekani amewalisha nini hao Waarabu wengine? Tukubaliane kitu kimoja kuwa Marekani anajifanya ndio mkubwa, na Irani pia ameenda kuishambulia au kuichokoza Irani ni kwa sababu Irani yenyewe imekataa kusarenda. Hususani hii serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ambayo iliingia madarakani mwaka 1979 baada ya Ayatollah Ruhollah Khomeini kumpindua aliyekuwa Shah, alikuwa anaitwa Mohammad Reza Pahlavi, ambaye mwanzo Irani na Marekani pamoja na Israeli walikuwa na ushirika mzuri sana, lakini walipoingia hawa wana mapinduzi haya ya Kiislamu, ndio pale ushirika wao ukagonga mwamba, vikwazo vikaanza kwa Marekani, kwa Irani, ambapo sasa Irani amepitia vikwazo vya muda mrefu sana mpaka hapo tunapoongea. Kwa hiyo hilo liko katika namna hiyo. Sasa kwenye Uislamu labda uelewe kitu kimoja. Kwenye Uislamu kuna madhehebu. Na wale wa Irani wale ni Shia.
alafu madhehebu yaliyoko kama Saudi Arabia hawa ni Sunni. Kwa hiyo bado hawawi wanaongea kitu kimoja. Lakini uelewe kuna tofauti kati ya Uislamu na masuala ya kisiasa. Masuala ya kisiasa ndo unaona sasa hizi nchi za Waarabu wao na nini ndio hao sasa ambao wako wameshikana hivi na Marekani. Na Marekani akisema ana provide ulinzi kwa ajili yenu, lakini ukweli sio ana provide ulinzi kwa ajili yao. Wameona vile kambi zake zinavyopigwa, wameona ndege zake zinavyokaangwa na makombora ya Irani, wameona kila kitu, na Donald Trump amebaki tu kusema you know we are doing good, we are doing well, and nafikiri unafahamu Donald Trump, so we are doing good, and military you know Iran has nothing left, lakini anaposema has nothing left huku bado wanaendelea kutandikwa, bado wanaendelea kupigwa. Kwa hiyo ukisikiliza hizi taarifa kwa vyombo vya habari vya kimagharibi unaweza kadhani Iran haipo, ilishaisha, lakini kisasa hivi wanagongwa vibaya mno. Kwa mimi ninadhani tusiweke sana Uislamu, though Iran wanapigana kwa ile nini courage ya dini, umeona, lakini tusiweke sana hiyo kwa nini. Haya mataifa ni mataifa wasaliti, na tunaposema wasaliti sio wale wananchi, no, serikali zile zimewekwa makusudi na Marekani. Ni watu ambao wanatakiwa wasalimu amri kwa Marekani pamoja na Israeli. Ndio maana ukasikia Umoja wa Falme za Kiarabu sasa hivi una ushirika mzuri sana na Israeli. Na haya mataifa yote instead of kumlaumu Marekani alienda kuishambulia Irani, wote wamekuwa wakilaumu Irani. Umeona, wamekuwa wakilaumu Irani. Mfano, nikupe mfano mmoja. Hii memorandum of understanding ambayo iko between Irani na Marekani, katika vipengele muhimu ilikuwa kwamba kipengele mojawapo ni Israeli aache kuishambulia Lebanon. Lakini cha ajabu, huyu rais wa Lebanon anaitwa Joseph Aoun, kitu kama hicho, ambaye yeye ameendelea kuilaumu Irani. Kumbuka Irani wanataka ili waingie kwenye mazungumzo waelewane kati ya Irani na Marekani. Basi kipengele mojawapo ni Israeli aache kuishambulia Lebanon na kuua raia wasiokuwa na hatia. Lakini rais wa Lebanon yeye anakuja na ilaumu Irani kwa hii ndio mwanzo wa machafuko. Kwa hiyo mambo yanakuwa yamekaa katika namna hiyo, usaliti mwingi. Moja kati ya vitu ambavyo nimewahi kuvisikia ni kwamba Marekani alikuwepo anasema kwamba raia wa Irani ni kwamba wanateseka, wanaishi kwenye kati ya nchi yenye sheria ngumu sana, na akasema kwamba yeye anataka kuwapa watu uhuru. Je, ni kweli wa Irani wanateseka? Kama wanateseka, walishtaki kwa nani? Au ni kwamba Marekani yeye ni propaganda zake za kutaka kuingia kwenye nchi ya watu na kuleta machafuko? Mwaka 2011 tuliambiwa na tukaaminishwa kuwa Libya hakuna demokrasia. Kwa hiyo wakaingia pale, nakumbuka NATO, Ufaransa na Marekani. Kipindi kile akiwa mtawala ni Barack Obama, rais wa 44 wa Marekani. Wakaingia kuishambulia Libya kwa kigezo cha kuwa hamna nini, hamna demokrasia. Uwaga wakitaka kukutoa kama haufuati script walioandika, watatunga uongo. Irani leo ambayo Donald Trump alikuwa anasema kuna ukandamizwaji wa haki za binadamu, ndio tumeona kwa sababu kwa nature si walimuua kiongozi mkuu Ayatollah Said al-Khamenei, si wamemuua. Ile ilikuwa tarehe 28 mwezi wa pili, ameuawa. Ingebidi watu wa Irani washangilie, lakini wao umeona kwenye maombolezo ya mzee Ayatollah Said al-Khamenei wametokea waombolezaji milioni 20 kuja kuomboleza, wakiwa na mabango yameandikwa kill Trump, wakiwa na mabango mengine yameandikwa death to America, death to Israel. Na sasa hivi ukienda, hata sasa hivi kuna picha ambazo zinaonekana majengo makubwa hivi. Kuna jengo moja, kuna bango kubwa limewekwa jeneza, alafu ndani yuko Trump amelala humo kwenye hilo jeneza. Kuna nyingine tena wameweka picha kubwa ambayo Benjamin Netanyahu na Donald Trump ni kama wanakufa hivi, wanaogelea kwenye bahari ya damu. Kuna bango lingine wameweka majeneza, familia nzima ya Donald Trump iko pale. Wanasema tunahitaji kisasi kilipo dhidi ya kiongozi wetu kuuliwa. Sasa iko hivi, waliingia na hiyo gia pale, sawa, kuwa hawa watu hawana uhuru. Kwa sisi tunachoenda tuenda kuwapa nini? Kuwapa uhuru.
raia hawa wa Iran. Na kama unakumbuka, kabla hawajaenda kushambulia, Donald Trump alisema tunakuja kuwapa uhuru watu wa Iran na nyinyi inabidi mshirikiane na nani? Na sisi. Unaona? Sasa walipomuua kiongozi mkuu, badala ya raia wa Iran kuandamana na kushangilia, raia wa Iran wakaanza kulaani, kwa nini umemuua kiongozi wetu? Kwa sababu Iran kulikuwa na maandamano, na yale maandamano ilikuwa ni gharama za maisha. Maana maisha Irani, gharama zilikuwa ziko juu sana. Lakini ni nani aliyesababisha ugumu wa maisha Irani kama sio Marekani na nini kwa kuiwekea vikwazo Irani? Ukumbuke Irani imeishi kwenye muda mrefu sana wa vikwazo. Na hapa juzi Donald Trump jana alikuwa anajiongelesha. Anasema maana kila kitu kimeshindikana pale, akijafanya kazi. Kwa hiyo akasema tutaenda kuzuia hizi fedha ambazo ziko kwenye benki za nje. Abbas Araghchi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Iran akamdhihaki kidogo, akaambia hizo fedha tulishazitoa na tushazibadilisha kwenye dhahabu, kwa hiyo hamna lolote. Wao ulisema vita vitachukua siku 5, sasa tunaenda mwezi wa 5, kwa sababu operation ya Donald Trump pale ilikuwa sio miezi 5. Yeye alikadiria siku 2 mpaka 5. Wakimaanisha kuwa wakimuua kiongozi mkuu, basi maana hiyo michezo wamekuwa wakifanya. Afghanistan ilifanya kazi, Iraq ilifanya kazi, Libya ilifanya kazi, Syria juzi hapa imefanya kazi, Venezuela imefanya kazi, na mataifa mengi ambayo wameangusha wana playbook, wanatumia playbook hiyo ya aina moja. Kata kichwa mwili utaanguka, lakini pale unakata kichwa joka la mdimu lile. Kata kichwa kinaota kingine, ukikata kichwa kinaota kingine. Ndio maana sasa imewashinda. Moja kati ya vitu ambavyo najiuliza mwalimu, Marekani amefanya machafuko mengi sana kwenye nchi ya Irani. Tumeona watu wamekufa, watoto, wamama. Kwa jinsi ambavyo machafuko yameendelea kufanyika, watu waliopoteza mali na kupoteza wapendwa ambao wanawapenda kwenye maisha yao. Na inavyosemekana kwamba wenzetu wa Arabu huwa wanaishi na kisasi, ni mpaka wakilipe ndio mambo yakae sawa. Kwa picha hiyo, vita ya Irani na Marekani inaweza ikaisha au tutarajie vita iendelee kuwa kali zaidi? Kama Marekani atakuwa hana akili, maana pekee kinachoweza kumaliza vita ni meza ya mazungumzo. Wala sio vita. Vita unampelekea nani? Iran wamemstadi Marekani miaka 20 anapiganaje vita. Na ndio maana wale Iran wanatumia mfumo unaitwa asymmetric warfare. Asymmetric warfare unatumia gharama ndogo, lakini unamchosha adui mpaka anapotoka vitani ajute kwa nini aliingia vitani. Kwa ndio maana unakuta hawa jamaa wamejiwekeza kwenye drones za dola 20,000. Dola 20,000 ni sawa na milioni 50 ya Kitanzania. Wakati wale wana mifumo ya ulinzi ambayo mifumo ya ulinzi hiyo interceptors lile kombora moja ya kwenda kuintercept kinachokuja ni milioni $4 ambayo ni sawa na bilioni 10. Kwa angalia bilioni 10 kwa milioni 50. Kwa maana yake gharama inakuwa iko juu. Na ili uweze kuintercept lazima zitoke interceptors 2, 3 mpaka 5 wakati mwingine. Kwenda kuintercept kidrones cha. Kwa hiyo iko hiyo. Sasa ni kwamba Donald Trump ndo aliyetangaza kuwa anawaletea uhuru watu wa Iran. Na huko anaendelea kuwaua. Hivi hata wewe, hata ungekuwa ni wewe, mtu anayekwambia anakuja kukuletea uhuru alafu anakuja kuwaua. Yaani wewe ungefanyaje? Inakuwa mbaya. Ingekuwa mbaya. Kwa hiyo sasa tukumbuke kitu kimoja. Lile ni taifa la Waajemi. Kisikiaga Waajemi. Waajemi wale taifa lile lina miaka 5,000 hapa duniani. Tofauti na Marekani na miaka 250. Israeli na miaka 74 tangu kuanzishwa kwake tarehe 14 Mei 1948. Kwa hiyo ustaarabu ule utauondoaje? Sasa wale wamesema sisi ni Waajemi. Mtu pekee tunayemsujudia ni Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Hatuko tayari kumsujudia Mzayuni wala Marekani. Ndio shida inakuwa. Na kitu kimoja ambacho umesema kwamba ni mpaka wakae kwenye meza ya mazungumzo. Na Marekani akisema kwamba akubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo, ataonekana ameshindwa. Si ndio? Lakini sasa kwenye meza ya mazungumzo lazima wewe na makubaliano. Je, wewe unadhani Marekani atataka nini zaidi? Marekani vitu vimekuwa ni vile vile tu. Maana ukumbuke hii operation ilikuwa inaitwa Operation Epic Fury. Kwa maana kuwa lengo la operation hii ilikuwa ni kuangusha utawala wa Kiislamu pale Iran. Na lengo la pili, maana walienda na malengo matatu. Lengo la pili ni kuzuia program ya makombora ya masafa marefu. Na lengo la tatu ilikuwa ni kuzuia program ya nyuklia.
Kwa hiyo haya ndio Marekani anayoyataka, lakini hiki ni kigezo tu. Walikuwa wanataka waweke puppet, ambaye puppet huyu yeye ataweza kufanya nini? Kuwasikiliza kila wanachokitaka na kila wanachokiamua ili yaende nacho. Kwa ndo bana iko hivyo. Sasa malengo ya Marekani bado hapa mshindi, hata ukiingia kwenye meza bado Irani ni mshindi kwa sababu moja ya kitu muhimu sana ambacho Irani analiingia ni jiografia. Jiografia tunaongelea mlango bahari wa Hormuz ambao sasa hivi gharama za maisha zimepanda kwa sababu ule mlango umefungwa. Umeona, Marekani naye anaona jinsi alivyochukiwa duniani kwa sababu umeenda. Nikuulize labda jambo moja na wewe unijibu, sio kazi yako kuniuliza tu. Mfano, ingekuwa ni Irani wameenda Washington wakaenda kupiga mabomu pale, wakaua rais, wakaua makamu wa rais, wakaua wanasiasa, wakaua wanadiplomasia, wakaua makamanda wa kijeshi, wakaua majenerali. Hicho kitendo kingeitwaje? Ugaidi. Ni ugaidi. Lakini hicho kitendo Marekani amekifanya Irani, anasema nilikuwa najilinda. Swali tunajiuliza, mipaka ya Marekani ya kujilinda ni mpaka wapi? Kwa sababu kutoka Irani mpaka Marekani ni kilomita 12,000. Anajilindaje? Kwa umeelewa vitu vya namna hiyo. Yes, kwa hivyo. Na moja la mwisho kwenye mgogoro wa mafuta ambao unaendelea huko, nasikia fununu na nataka nipate uhakika kwako kwamba Marekani hapo alipo amefloti. Sasa nasikia kwamba amejaribu kwenda kuongea na China kwa sababu China inaonekana ana mafuta mengi, labda wafanye biashara wao kwa wao yasiende kuchukulia Irani. Hili limekaaje? Kwanza Mchina mwenyewe ananunua mafuta mengi sana kutokea Iran. Kwa hiyo yeye kwamba Mchina ana mafuta ya kuwauzia watu wengine, hilo sidhani kama ni sahihi. Kwa sababu Mchina mwenyewe naye ananunua mafuta mengi tu. Labda Marekani aongee na China kuwa China aongee na Iran kwa sababu China na Iran wale ni washirika. Labda hivyo. Lakini ukumbuke waliweka vikwazo kwa mafuta ya Urusi ambayo kama mwezi mmoja nyuma kule Donald Trump aliruhusu yale mafuta yaliwekewa vikwazo ili kufidia kwenye soko la dunia, lakini bado. Kwa hiyo kikubwa tu Marekani akubaliane. Kuna nyakati huwa pia mkubwa, kuna wadogo pia wanakuja wanazaliwa. Sasa hapa ni aibu kwa Marekani kwa sababu najua ile alitaka kuproject ile power, ile military power. Kapeleka yale aircraft carrier, yani unakuta limeli, bonge ya meli kama viwanja vinne vya mpira, mindege imekaa hapo juu yani, alafu huku Donald Trump anasema we are going to, yani ile mikora yake going to fight. Yani sio we are going to fight, we are going to, yani anasema tunaenda kuikaanga Irani. Kwa hiyo ukisikia hivyo unasikia hapa inakuwaje? Lakini sasa amkaange nani? Labda akamkaange mama yake. Unajua hakuna vita kama unaenda kupigana naye unakuta anakusubiria. Anakusubiri. Alafu sasa mwenzio anapigana ili afe. Wewe unapigana ili upate sifa. So umeelewa hiyo tofauti sasa? Maana wale wakifa ndio wanaingia ni thawabu kwa Mungu. Thawabu kwa Mungu. Kulingana na mujibu wa imani yao. Na watu wasaa viongozi wa Irani mbona wanauao? Wao wakifa vile ndio wamefia jihadi. Unaelewa hiyo? Maana kama tunasema wana udhaifu, mbona Marekani mpaka leo ameshindwa kujua uranium iko wapi? Kama kweli ana intelligence ya hatari, mbona ameshindwa kujua? Kwa hiyo ni mambo tu ndivyo yalivyo hivyo. Haya ndio yale uliokuwa huyajui, nami nimekujuza kupitia chaneli yetu pendwa ya Ukuu wa Mwafrika. Nilikuwa na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Jina langu naitwa Niko, nami ni African Boy. Na hii ni chaneli yetu pendwa kabisa. Usisahau kushare, kulike na kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati. Asante sana.